kutunza mazingira ya kutunze. Ni siku ambapo tulipoonana na mchezaji maarufu Zamoyoni Mogera katika siku ya mazingira duniani. Na watazamaji wetu leo nimepata fursa ya kuonana na mchezaji maarufu ambaye aliyewika Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Huyo ni mwenyeji wa Morogoro kama vile ambavyo mnamuona, na la habibi mchezaji maarufu wa Tanzania ni Mheshimiwa Zamoyoni Mogera. Habari ya siku nyingi jamani wa Tanzania, hiyo ni fursa ya kuonana na Mheshimiwa Zamoyoni Mogera. Yule mheshimiwa alikuwa kucheza timu gani kwa vijana sasa hivi na kutazama kwa muda huu? Hapa Morogoro nimecheza Reli, Tumbaku, baadaye nikaenda Dar es Salaam Simba, nikamalizia. Vipi katika siku za ujana wako katika hali ya uchezaji wa mpira, unaweza ukalinganisha vipi na uchezaji sasa hivi wa vijana ambao wanaingia katika kandanda? Nyakati unajua zinabadilika. Ndio zetu sisi tulikuwa tunacheza mpira kama walidai. Sasa hivi mpira umekuwa ajira. Tena ajira nzuri sana. Sasa sisi tulicheza kwanza kwenye mazingira magumu. Huko nje foleni ndefu sana, kwa hiyo usiinuke mpaka nitakapokuiona hapa. Ndio ilikuwa inatuweka. Na kweli ilikuwa na sifa. Kweli ilikuwa na sifa zilitawala katika Tanzania na dunia nzima kwa ujumla. Ni kweli, lakini sasa nayo ilikuwa unaweza hizo sifa ulikuwa unaweza kutengeneza jamii au kaibomoa jamii. Ndio. Sababu wewe unakuwa role model kwa vijana. Sawa sawa. Kwa hiyo ukiwa na tabia mbovu na maana wanawalimu vijana. Sawa sawa. Sasa sifa nazo ni nzuri, lakini ni mbaya kama hauko makini. Hala kwa ujumla kwa taratibu na mwenendo wako katika hali ya kandanda ulikuwa ni mzuri na sifa njema kabisa. Kila mmoja anakujua Zamoyoni Mogera katika hali ya uchezaji wako hapo zamani. Lakini sasa unataka kuambia nini vijana waliokuwa katika kandanda kwa muda huu? Nataka kuambia kwanza muhimu sana kwanza kujitambua. Alafu kuwa na nidhamu. Ndio unaweza kufikia malengo na mipango yako. Lakini kama huwezi kujitambua na huna nidhamu, utakwama. Tena utakwama mapema. Kwa hiyo msingi ni kuzingatia kuwa na nidhamu hali ya juu na kuwa na malengo yako na kujitambua. Ndio mimi kwa sababu mimi wakati nimepata maarufu nilijipa homework mwenyewe, yani nilikuwa najuta kuweza kumaintain. Ndio. Sababu maarufu kwenye mambo ya michezo ni sekunde tu inakuja. Sahihi. Lakini kubaki pale kama ujitambue nayo inaweza kuwa tamu, isichukue muda mrefu ukawa umepotea. Mifano nafikiri unaiona kuna kijana mtu ana miaka 24, 23 anacheza msimu mmoja anawaka vizuri, baada ya hapo labda mienendo yake inakuwa anapoteza uwezo wake. Sasa kwa hiyo unajaribia mpaka maisha ya kwako. Sasa ni nini ushiriki wako baada ya kumaliza wewe role model na mpira wa miguu baada ya kutoa ushiriki wako katika la mpira wa miguu? Unajua mimi wakati nacheza mipango ya kuwa kocha au kiongozi. Ndio. Nilitaka niingie kwenye maisha mengine baada ya kupata mpira, kwa sababu kupata umaarufu wangu nilikuwa natakiwa niutumie pia kwa maisha mengine, sio kuendelea kwenye mpira tu maarufu uendelee kwenye mpira. Kwa hiyo nilirudi mtaani huko kanisaidia kutengeneza maisha mengine kwa umaarufu ule niliopata kwenye mpira. Lakini yote kwa yote ilikuwa kutokana na nidhamu yangu na kujiheshimu mwenyewe. Kwa sababu Zamoyoni Mogera goli ni goli, au DHL. Alafu unakuwa na matabia ya ovyo, hakuna mtu atakukaribia. Sahihi. Ukiwa na tabia zako nzuri na unajitambua, kila mtu atataka kuwepo karibu na wewe na kukusaidia. Wewe ninachowasisitiza vijana wa sasa ni kuwa na tabia nzuri, kuwa na nidhamu ya juu. Tuliona kisiri kwanza, nje foleni bado ni kubwa, ikipokuwa tawajibika. Mungu ameumba watu kama aina nne. Kuna watu wanazaliwa kwenye familia ya kimaskini, wanakuwa mpaka wanazeeka familia na maskini. Kuna watu wanazaliwa kwenye familia za kitajiri, hawahitaji shule sana, lakini wanakuwa utajiri huko wanaona kina baadaye. Lakini kuna grupu ya tatu, kuna watu wanazaliwa
madokta, mainjinia, lakini yote kwa yote hii group ya nne Mungu alipendelea, aliwapa vipaji. Hawahitaji shule sana, lakini kwa kipaji chake atafahamika na dunia itamfahamu. Leo nikapata muulize shabiki yote wa Liverpool, atakwambia Messi. Lakini muulize yule rais wa Misri nani hamjui. Umeona sasa kipaji kinakuja. Kwa hiyo sasa ni muhimu kujitambua. Mungu akikujalia kipaji. Hapa kwetu tusirudi nyuma. Na vijana unajua vipaji Mungu hapa vijana wengi wa mtaani. Sawa. Lakini unakuta sasa hivi kuna usajili. Mtu anapewa mpaka milioni 100. Amefika chuo kikuu na graduate. Ajira hana na vyeti vyake na degree zake. Lakini mtu kama mtaani anasaini mkataba kwa miaka 2 kwa milioni 100. Na mshahara unaweza kupata milioni 10 na huyu wa chuo kikuu mwenye degree anaweza kupata ajira lakini mshahara wake usifika hata milioni 3. Sasa unaona utofauti. Sawa. Mimi naona mwenye na shahada ya uzamili hasa kwa fulani hivi, lakini kama unasema mshahara wako ni mdogo sana. Kuna vijana wana vipaji. Mtu anachukuliwa na timu hizi, anaambiwa saini yako bwana kwa milioni 150, mshahara labda milioni 15. Wewe umegraduate. Vitu hivyo. Yaani milioni 100 unaisikia. Hata ukija staff maana hata hiyo milioni 100 hizi. Kwa hiyo ni kujitambua na kuwa na malengo. Sawa. Bado huko ndani ya midomo ya Watanzania bwana Zamoyoni Mugera, na hivi wanapokuona inawezekana wengine bado wanashangaa huyu Zamoyoni Mugera yupo. Lakini Zamoyoni Mugera, ndugu wasikilizaji wetu, watazamaji wetu na wasikilizaji wetu, huyu ndio Zamoyoni Mugera yule ambaye alikuwa akisifika sana katika mchezo wa kandanda, kabumbu ya mpira wa miguu. Ndio mheshimiwa. Bahati nzuri leo tumepata fursa ya kushirikiana naye katika swala zima la mazingira, ambapo tulikuwa katika mkutano huu ambao mgeni rasmi alikuwa ni mheshimiwa Meya. Vipi ushiriki wako katika swala zima la mazingira mahali ambapo tunapoishi kwa wananchi wale kuzunguka? Mimi naishi pembezoni mwa ndio hapa kwetu. Lakini sasa kwangu mimi naishi kama kwenye msitu. Mazingira yako mazuri. Sawa. Ila inasikitisha kwenye maeneo yangu au wauza mkaa siko au askari wa bodaboda. Kila siku sio chini ya bodaboda watu wa askari labda karibu 20 wanapita na mikaa yao. Sasa hiyo inasikitisha kwa sababu mimi wakati nakuwa Morogoro ilikuwa na neema sana. Ndio hiyo Baraka aliimba maji ya tiririka. Sisi vijana tumeishi kwenye mazingira mazuri. Tumeishi kwenye mazingira mazuri. Na ndio maana na Mungu akujalia mkoa wetu vipaji vingi sana vya kucheza mpira. Leo lakini sisi kwa mfano mtu anaoona mtu Morogoro. Hii ni bahati sana kwa mkoa. Sababu huu maeneo machache sana mtu unapita katikati ya mto. Lakini shida nyingine inakuja mto wa ulinzi. Hii sasa tunaweza tukaanzishia lawama watendaji waheshimiwa wetu. Mtu yule alikuwa kivutio kikubwa sana cha utalii. Kwa sababu wakati mimi nakuwa hapo kwenye daraja shani, kulikuwa na garden moja nzuri sana. Leo garden ile ndio wameweka pale. Unaona tunapolinda mazingira. Maji yalikuwa mengi, mtu alikuwa na samaki. Lakini leo mtu mko kama mfereji. Sasa inathibitisha sasa kwa kwenye mazingira kama kwa sababu ile mtu ya mtaa Marodi na ule mtu alikuwa na maji, tunaoga, tunavua samaki, yani unaenjoy. Ni kipindi cha miaka gani? Unajua kwenye miaka 70. Sawa. Na mimi namshukuru Mungu kwa yangu iko vizuri. Ikifika mwezi wa 10 mimi nitatimiza miaka 67. Naona wewe
kwa mimi. Sawa. Lakini hapo kutokana na mazingira tuliokuwa. Maana niliposikia jina lako Tamuone Mogera, wala sikutegemea kusikia maana kukutana na wewe. Niko kwetu, nimerudi nyumbani. Sawa. Na ndio tunapambania mazingira yarudi kama hivi. Kama zamani. Watoto wetu, wajukuu zetu waje kuenjoy na kama. Sawa. Kwa sababu haya mazingira yaliharibiwa katikati ya miaka 80 na 90. Uharibifu kwa milima Uluguru au mimi mtu wa nyuma mlima Kinole. Sawa. Na hapo vile lakini sasa hivi wametupa ndio wanapanda mazao haya karafuu, abiarasini kidogo kuna neno kule nyuma. Ndio maana hapa kwenye mkutano naona waheshimiwa wamesisitiza kwamba mlimani kule kupanda karafuu ni ushauri wa maana sana. Neno moja kwa hawa wanaotazama kwa muda huu na wadau katika swala zima la mazingira. Karibu. Labda nafikiri unajua uharibifu wa mazingira unakuwa kama ubinafsi fulani. Ina maana hutaki kujali kizazi ambacho wewe mwenyewe unahusika. Sasa tujaribu kuondoa ubinafsi, kuhifadhi mazingira, kuyalinde, gharama yoyote, ili vizazi vyetu vinapokuja nao waje kufaidi. Sasa mimi Abdalla Ahmed Abdalla wa Mkana Online TV nikikutoka eneo hili na nikiwa na mchezaji maarufu Mheshimiwa Zamoyoni Mogera, kama vile ambavyo alikuwa amezungumza hapo awali mpaka hapa. Tunasema shukrani jazili. Asante sana mheshimiwa. Shukrani jazili.